Mungu ana uwezo wa kufungua milango na kuifunga. God has power to open and close doors. Mungu ni wapagani, ni walokole. Mungu anaweza kufungua milango na anaweza kufunga. Alimwambia Nebukadneza, anampeleka nyikani nyakati 7, apambane na wanyama. For 7 years. Kama wanyama. You be with animals. Aishi kama wanyama. You live like animals. Arambe umande kama wanyama mpaka atakapochua ya kwamba until he becomes to know. Mbingu zinatawala juu ya nchi. Naye Mungu mtawaza anayempenda. And God chooses the one who anamuondoa asiyempenda. Kwa Mungu ana uwezo so God wa kufungua milango has power to ya open watu wanaoamini for believers hata wasioamini, or even those who don't believe. Iko ndani ya uwezo wa Mungu. It is in God's. Kwa Nebukadneza alienda nyikani kwa nyakati 7. Went in the world for 7 seasons. Just imagine mfalme. Just imagine a king. Sio tu mfalme. Not only king. Mfalme wa utawala uliokuwa umeongoza dunia nzima. Taifa kubwa ambalo lilikuwa linatawala Nebukadneza. During that time, taifa la Babeli. Tunaposema Babeli tunamaanisha nchi ya Iraki ya sasa, Babylon. When we talk about Babylon, we mean ndo taifa lenye nguvu duniani. Iran. It was a powerful nation in the world. Tawala wenye nguvu duniani kuliko mataifa mengine yote. Powerful authority in the world. Kwa leo tungesema ni taifa la Marekani. Mfalme wa taifa kubwa kama la Marekani. Taifa la Babeli lilikuwa lina maajabu. The Babylon has wonders. Na moja ya maajabu ni kwamba kulikuwa kuna bustani na ninginia hewani. And among the wonders they had a hanging garden. Ilikuwa ni maajabu. That was wonderful. Kwa ilikuwa ni taifa la kutisha. It was a threat nation. Alafu Mungu akamwambia hivi. And God told him that wewe ni mtawala wa dunia nzima, lakini nataka uchue neno moja. A king of the world. I want you to know one thing. Akamwambia Nebukadneza, nao utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa majani kama ng'ombe. Nyakati 7 zitapita juu yako, hata kapochua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtakaye awe yote. And they shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make you to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over you, until you know that the Most High rulers in the kingdom of men, and give it to whomsoever he will. Paka ujue aliye juu ndiye anatawala. Until you know that hata kama chua kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu. Aliye juu ndiye anamiliki katika ufalme wa wanadamu. God has the keys. Mungu ana funguo to open and lock doors for believers and unbelievers. Kufungua milango mingi kwa wanaoamini na wasioamini. Kwa mwanadamu yote akimdhihaki Mungu. So any man who provokes story yake inakuwa imeishia. His story ends there. Tawala dunia nzima. The rules of the anaondolewa na pelekwa nyikani. Is being moved and being taken. Kwa nini? Alijaa kiburi. Because he had pride. Wana wa Mungu akina Daniel, man of God, wakasimama wakaomba. They stand and pray. Malaika anasema jambo hili litakuwa kwa sababu ya amri ya walinzi. Nebukadneza anaadhibiwa kwa sababu ya walinzi, amri yao. Watchmen, waombaji waliosema kaomba, hukumu ikaja juu ya huyu baba. Judgment came to Nebukadnezar. Kiburi chake kwisha. His pride was over. Mnafuatilia historia mtakuwa mnafahamu. Mtu mmoja ambaye kutengeneza meli kubwa inaitwa Titanic. One man created a ship. Bwana siwe. Pray the Lord. Alipotengeneza meli ya Titanic, when he make that, ilikuwa ni meli ambayo haijawahi tengenezwa duniani. It was a ship that has never been made. Meli ya kipekee. It was unique. Kabla ya kuizindua, kamhoji waandishi wa habari kwa habari ya ile meli. Wakanaje meli hii haiwezi ikazama? Akasema meli hii hata angekuwa Mungu hawezi kaizamisha. Yaani Mungu akaagi mbali bwana. See, God is not far away. Mungu anasikiaga hata neno la moyoni na ndani. Ujue Bwana akasikia. God has. Siku ya kwanza, safari ya kwanza ile meli, the first trip of that ship, ilikuwa inatoka Ulaya inaenda Amerika. It was coming from Europe to America. Ndio safari yake ya kwanza na safari yake ya mwisho. And that was the first and the last trip. Ile meli ilisema vibaya mno. Ingia kwenye mtandao utafuta Titanic.